Naitwa Jeni Joseph. Naitwa Jeni Joseph. Nina shida ya mtoto anasoma chuo cha Dar es Salaam, chuo cha maji. Ameanza chuo mwezi wa 12. Sasa wenzake wamepata mkopo. Hajapata. Yeye hajapata. Baba yake amefariki. Mimi nitamsomeshaje? Naomba msaada wako baba yangu. Haya, sogea pale kwa katibu, tutamsaidia kuifuatilia hii. Sogea pale. Hebu muelekezeni kwa katibu hapo. Andikishe taarifa zote. Katibu muandike. Muoneshe hapo, muandikeni taarifa. Katibu muandike, muandikeni alafu andika na namba yake ya simu na ya mtoto anayesoma. Haya, mama mwenye mtoto. Ndugu mheshimiwa, nashukuru kwa kufika mahali hapa na nashukuru kwa Mungu aliyowapa ujio wenu mkafika hapa. Mimi nimeteseka, huu ni mwaka wa 3. Mwenzangu amenitesa nikiwa mjamzito, ananitelekeza hospitali. Hatimaye sasa hivi mwaka huu anachukua ng'ombe hata jike, anaenda kulimia mtoto, anakosa maziwa, nakosa hata maziwa kumpikia mtoto uji. Nikimuuliza ananitusa, ananitukania mama yangu na ananiambia unataka nikamfunge mama yako mzee. Mimi ni mwanaume, nachukua jukumu ninaloweza kufanya. Kwa hiyo wewe huwezi kwenda shambani kushika mshereti wala kushika jembe. Wakati ananijua mimi ninaumwa, nilipojifungua mtoto nilikosa damu, ziliniishia na hajaja kuniona hospitali mpaka hadi siku naruhusiwa. Na nilipofika nyumbani, nilipomuita mama yangu alimfukuza. Nikiwa na siku moja nikiwa mzazi na sijiweza, kamfukuza mama yangu mpaka leo hajafika nyumbani. Na mgongo wangu sasa hivi unauma na kiuno kinauma. Na hizo ng'ombe anaenda kulimia kwa shamba la mwanamke, na huyu mwanamke ananifuatilia muda mrefu. Ananifuata na niambia mimi niko na mzee wako wala hulifanyi chochote, ndio maana humuoni mzee wako. Kwa hiyo mimi sasa hivi shambani kwangu hamna mahindi, lakini kwa huyu mwanamke ana mahindi. Mimi nina watoto 8, hao watoto nitawapa nini? Matokeo yake nimewaita kwenye ofisi yetu ya kata, yeye na mwanamke huyo mwanamke akakataa, akasema mimi sijalima naye. Baada ya hapo nikapewa barua ya kwenda huko ya kwenda mbele. Niliwaambia barua nipewe kwenda dawati. Yeye mwanaume huyu mume wangu akamwambia hapana, apewe barua ya kwenda polisi. Baada ya hapo barua ikaandikwa na nikawa sina hela ya kulipia pale, nikarudi nyumbani tukiwa na mume wangu. Baada ya hapo njiani tuko na mume wangu, yeye nitangulia, kukawa na kikorongo, yeye akashukia, mimi nikapita hivi. Baada ya hapo nikamkuta huyo mwanamke amesimama mbele ya mume wangu, simuoni. Akaniambia njoo mama Faraja, leo nitakuonyesha, leo nitakuua. Mimi nikawa nimesita, nikatembea taratibu. Baadaye nikafikiri labda atanikwepa. Baada ya hapo akataka kunirukia, nikawa nimempiga. Nilikuwa na mwamvuli, akawa amepasuka mdomo na jino likawa limeanguka hapo. Baada ya hapo yeye akawa naita baba Faraja, njoo huyu hapa. Lakini mimi nikakimbia, nikawa nimeshikwa na pressure. Nikajificha, nikakimbia, nikarudi hadi huko serikalini, tayari pressure inanipanda, nikapelekwa hospitali. Baada ya hapo nilipotolewa hospitali, wakaja wakaniambia wewe tayari umemuumiza mtu, nitakiwa umhudumie. Na mume wangu akasema kwamba mimi ndio shahidi, nimemkuta huyu mwanamke ameshapigwa. Tayari akaenda kuuza shamba la kwetu niliopewa kwa ajili ya kulisha familia, kauza eka 2 kwa thamani ya milioni 1. Akaenda kampa huyo mama kwa ajili ya malipo. Akaenda tena huyo mama akasema haijatosha. Akaenda kauza dume wa 490. Akatoa na bado akasema nataka auze eneo. Wazee wakaingia kata wakamwambia wewe hili jambo umelisababisha, inakuaje huyu mwanamke wewe unachukua tu vitu vyake, kwa nini wewe usichukue kwako? Kwa hiyo mimi nikawa nimenyanyaswa. Akasema mimi kuanzia leo, kwa sababu nyie wazee mmemtetea huyu mama, mimi leo na wakabidhi familia siitambui tena na wala yeye simtambui. Nikamuuliza kwa hiyo mimi hunitambui? Akasema ndio, wewe sio mke wangu. Nikaenda nyumbani. Baada ya kwenda nyumbani akaniambia, nikapika chakula nikamuita. Nilipomuita akasema mimi sili, nataka uniambie wale ni akina nani. Mimi nataka nikuonyeshe kitu ambacho hutakaa uamini na maamuzi yangu hutakaa uzuie. Haya, msaidieni ambebe vizuri mtoto. Kiwezekana mpeni kiti akae ili ambebe vizuri mtoto, alafu mpe mic aongee.
hatimaye mimi leo nina siku ya 4 nikiwa nimekimbia. Wakati alivyoniambia kwamba leo nitakufanyia kitendo ambacho hutaka uamini na nitachukua maamuzi yangu wala hamna mtu atakayezuia. Akaenda nje akachukua panga akaenda kuweka uvunguni, na yeye akaenda pale kitandani akakaa hivi na ikiwa ni viatu akachukua shuka akajifunika kama mtu aliyolala. Mimi nilipokuwa naingia nataka nimlaze mtoto nikamwona akanyanyua kichwa. Aliponyanyua tu kichwa mimi nikarudi taratibu, nikaondoka nikakimbia nikaenda kwa mwenyekiti nikamweleza, akanielekeza kwa mtendaji, nikaenda nikamweleza, akaniambia nienda kule ustawi kwa sababu huyu nilishampeleka dawati mtoto wangu akiwa amekwanyuka mbavu na amevimba na hali yake ilikuwa ni mbaya, amepewa masafa ya Dodoma na mimi nilikuwa saa hiyo sina hela. Dawati akasimamia hadi akamwangalia mtoto mpaka hadi mtoto akapona na akakanya. Unashauriana kitu ambacho mnataka mtende kwenye nyumba mwa mnashauriana na mwenzako, na tayari hapo kipindi hicho mimi niko kwa mgonjwa, yeye anauza ng'ombe kule. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi nikawa nimekuja siku ya tarehe 13 hapo kituo cha polisi, nikaeleza, nikapewa nani, akapigiwa simu, akaja simu yake kaita, akafunga simu yake, nikapewa barua ya kumpelekea. Kwa hiyo nimempelekea barua tayari, tukutane leo. Leo nimekuja sijamuona, na mimi nahangaika, sina chakula, natembea kwa miguu, ninabaki ninaombewa tu, magari ninapanda, sina hela yote ya mtoto akumpa, na mimi sina. Aya, msaidieni mshike vizuri mtoto. Amshike vizuri mtoto. Sasa afisa wetu wa ustawi wa jamii yuko wapi? Yule kiongozi aliyempokea afisa ustawi wa jamii yuko wapi? Haya mama, pole. Sasa hebu asogee kwa sababu hii ni kata gani? Hii kata anayotokea ni kata gani? Kata ya sasa. Ndugu mheshimiwa, mimi naomba huyo mwanamke mnisaidie. Yeye leo yuko na familia yake tayari, ng'ombe za yeye yuko na familia yake, mimi leo nahangaika. Naomba mnisaidie, yule mama mchukulie hatua. Sawa, litaandikishwa vizuri, hilo likae vizuri. Sasa huyu jamaa yuko wapi? Huyu yuko nyumbani. Jana wakati nimepeleka barua na nikapita nyumbani, ni hata kwa Mariri, kata ya Kisese. Haya, Jumatatu ataitwa kwa mkuu wa wilaya ili kuliweka sawa hilo. Na afisa wa ustawi wa jamii wa mkoa Jumatatu aje aungane na mkuu wa wilaya, aitwe huyu ndugu. OCD pia ushiriki hicho kikao ili maandishi yaandikishwe vizuri, haya mambo wanaofanya ya vitisho hayo. Lakini pia na hiyo mali iandikishwe. Kondoa oye! Kondoa oye! Sasa huyu jamaa huku anajijua kabisa hawezi kubalansi. Na tupeleka watu wote tunaanza kupata shida hivi. Eti Kondoa oye! Huyu bure si bure huyu mwanaume. Sasa wewe huku yuko na watoto 8, alafu unambebea panga mama yao huyu. Hao watoto wote wakiona ulibeba panga unafikiri hautazeka? Eti huyu hajui kama atazeka huyu. Watu tubadilike, tuache ya mambo ya ambayo yamepitwa na wakati haya. Halafu hata kama ni swala na ameshafikishwa mpaka ofisi ya umma kuambiwa mipango ifanyike iwe shirikishi.
Sasa hata haya machozi tu mama anavolia hivi, utalimaje ufanikiwe? Utatafuta uchawi wakati hata hamna uchawi, yani laana tunazitafuta wenyewe. Mama watu anatoka usiku na mtoto mchanga. Mama wa watu anatoka usiku na mtoto mchanga, anaelekea kwa mwenyekiti wa kijiji. Hebu fikirieni, anatoka usiku, alafu na huyu jamaa anaendelea kujifunika shuka. Mke ameenda kwa mwenyekiti kule. Yaani mna bahati tu watu wa Kondoa, wanaume wa Kondoa ni wacha Mungu. Yaani mtu anaenda usiku. Mambo ya ajabu kabisa haya. Ndo haya nilikuwa nasema kwamba watu tutangulize utu. Mheshimiwa Rais anavyosema kazi na utu, hana maana kwamba hii ni kauli mbiu ya serikali. Hii ni kauli mbiu inayohusu kila maisha ya kila Mtanzania. Hii si kauli mbiu ya serikali wala sio kauli mbiu ya kichama. Hii ni kwenye maisha ya kila siku. Sasa wewe unang'ang'ania kwamba wewe ndio unayeenda kulima huku hautangulizi utu hata kidogo. Haya, ngoja mkuu wa wilaya pamoja na afisa ustawi wa jamii muandikishe na namba ya simu ya huyo mama, lakini mkuu wa wilaya hiyo siku hiyo na RPC awepo. Nani OCD awepo. Haya, nadhani hilo tumeenda sawa. Tusikilize mwingine.